kwenye kutumika kwangu kwa kila siku, msimama madhabahu na kutana na watu mbalimbali, na uwezo wa kutoa shuhuda hapa kila siku ya semina na zisiishe. Tangu mwaka huu umeanza sijapumzika, Jumapili zote niko kwenye madhabahu na kutana na vitu vingi sana. Huyu dada nilikutana naye mahali nikiwa nafundisha somo hili mwaka huu. Sasa kwambie ni usharika gani, lakini yeye aliharibiwa maisha na dada yake, baba moja mama moja. Kivipi? Alivurugwa kwenye ndoa. Yeye mdogo kaolewa, ana watoto wake wawili, lakini dada mkubwa alikuwa hajaolewa. Huyu ana watoto wake wawili na mume wake, ndoa takatifu ya kanisani. Sasa ilikuwa wakienda nyumbani kula sikukuu ya mwisho wa mwaka, Christmas, mwisho wa mwaka, wale wa nyumbani kule, wakina shangazi, wakina mama, wakina nani, wanavyompokea huyu mwenye mume na watoto, wanamshangilia, wanamfurahia sana. Lakini yule dada mkubwa ambaye hajaolewa, hana mtoto, walikuwa kama, nakosa Kiswahili kizuri, kama wanamsimanga hivi, wanamzodoa hivi, kwamba una shida gani wewe? Mpaka leo hii haujaolewa, mpaka leo hauna mtoto. Tunahitaji bado tupate hapo, tupate mkwe, tupate watoto, tuone wajukuu. Kila wakienda kula sikukuu mwisho wa mwaka, yule anazodolewa, huyu anapongezwa. Ile ikawa inamuumiza huyu dada, inamuumiza. Naye na marafiki zake akawa anawashirikisha. Kwa kweli ninapokuwa ninaenda nyumbani, nafurahia kwenda kuwaona wazazi, mashangazi, wajomba. Nyumbani kwetu tunaenda kula sikukuu ya mwisho wa mwaka, lakini kinachonikwaza ni maneno ninayoambiwa kwa habari ya kwamba sijaolewa, sina mtoto, na mwenzangu anapongezwa ameolewa na ana watoto. Inaniumiza sana. Yaani kwa kweli furaha yangu yote ya kwendaga nyumbani na waga inaingiaga nyongo hapo wanapoanza maneno yao. Anasimulia kwa marafiki zake. Rafiki mmoja akamwambia, wewe usibabaike, wewe ndio mkubwa, hangaika, unaweza ukamfanya na huyo naye akawa kama wewe, asiwe na mume. Ushauri huo. Tunaishi duniani, nilikwambia tangu juzi, hatuko paradiso, hatuko peponi. Unaweza kumvuruga huyo naye asiwe na mume, mkawa ngoma draw. Kwa hiyo wakaenda wanapapajua wao, wakapeleka na sadaka zao. Wanao kutafuta wewe kwa hila, waga wanatoaga na sadaka, na hawatoi sadaka ndogo. Wakapeleka na sadaka. Niliajuaje haya? Baada ya kusimulia huyo binti aliyekuwa muhanga wa hili tukio. Wamefanya ibada zao huko, kutuma makombora, kuleta usumbufu kwenye ndoa ya watu. Sio ndoa zote ambazo zimetengana huko duniani ni Mungu alitaka iwe hivyo. Mungu ndio anaweza kataka watu watengane, japokuwa anachukia kuachana. Alisemaje? Lakini kwa habari ya uzinzi mnaweza mkatengana, kile kafanya mambo yake. Imeandikwa kwenye Biblia hiyo, Agano Jipya. Mungu anachukia kuachana, lakini kwa habari ya uzinzi Mungu ameruhusu kila mmoja ajitegemee. Sababu humwamini tena huyu, kaenda kwa yule. Sasa kuna ndoa zimekaa vizuri, lakini kuna vitu vinatupiwa hapo ndani. Yaani vitu vidogo vidogo vinaleta tatizo kubwa. Dada anasema alikuwa afahamu kwamba anashambuliwa na nguvu za giza, za uchawi. Kasoro ndogo ndogo, watagombana na mume wake hapo ndani, wanuniane wiki nzima, ilikuwa haijawahi kutokea. Kumbe kuna mtu anayehangaika kwenye madhabahu za giza kumvuruga pale, ili wafanane wote wawe hawana mume. Huyu naye yuko busy na kazi, hata semina za maombi kama hizi hana muda. Kuna watu wako busy, wewe hauko busy. Kuna mtu yuko busy, hata muda wa Jumapili kuja kanisani hana. Tafikiri ni rubani anayerusha ndege masaa 24, hatui. Hata Jumapili kumpa Mungu nafasi hana. Na hiyo ni hatari kubwa sana, mwanadamu kuwa busy duniani kiasi kwamba hana nafasi na Mungu, ni shida. Dada anasema nilikuwa sijikita kwenye maombi sana, na mume wangu akaona nivuruga. Sasa tunagombana vitu vidogo, kimuuliza anajibu hivi, kumbe tunavurugwa mahali hatujui. Mimi ndo nikawa wa kwanza kumwambia mume wangu, kama vipi kila mmoja aishi maisha yake.
Kila mmoja amesoma, kila mmoja ana kazi, kila mmoja ana maisha yake. Tusisumbuane hapa. Wakatengana. Sasa walipotengana tu, mwanamume yule yuko kwake, dada yuko kwake. Huyu dada akawa ameanza kwenda kanisani kwenye maombi. Kila akienda kwenye maombi anapewa mzigo wa kuombea ndoa yake ambao ameshatengana na mume wake. Anapewa mzigo. Kisha unapewa mzigo wa kuombea kitu fulani, ng'ang'ania hapo. Una vitu vingi umevipanga mwenyewe vya kuombea. Unapoingia tu kwenye maombi, kuna mahali unakamatwa na Roho wa Bwana. Ombea hiki, usidharau hapo mahali, ombea kwa mzigo. Kuna vitu vitafunguliwa. Dada anaenda kwenye maombi, mzigo anaopewa na Roho Mtakatifu, ombea ndoa ambayo tayari wametengana na mwenzake. Ombea ndoa. Yule wa kule ameshaenda kushangilia na rafiki zake, mambo yamejipa, wameshaachana, kila mmoja yuko kwake. Na haukuwa mpango wa Mungu. Huyu dada alikuwa mbali na Mungu. Sasa ndoa haipo, ndio anamkimbilia Mungu. Mungu anampa mzigo wa kuombea ndoa. Alisugua maombi na sadaka analia madhabahuni. Maombi na sadaka analia madhabahuni. Mungu ni wa ajabu sana. Kile ambacho Mungu alikifanya kwa Abimeleki, aliyechukua mke wa Ibrahimu anaitwa Sara, Mungu waga anakifanya kile hata leo. Sikiliza nikwambie. Abimeleki alichukua mke wa Ibrahimu. Baada ya Ibrahimu kusema Sara sio mkewe, ni dada yake, na Sara alikuwa ni mrembo mzuri, Abimeleki akamchukua Sara mke wa Ibrahimu